Mazishi ya wakili Matthew Mbobu Kialo yanaendelea kwa sasa katika eneo la Mua katika kaunti ya Machakos. Waandishi wa habari hawaruhusiwi kupiga picha au video katika mazishi hayo, na hali ya usalama kwa sasa imeimarishwa vilivyo. Mwandishi wetu Nicholas Mbai yupo katika eneo hilo na kwa sasa anatupa taswira kamili. Hebu tusikilize. Nama, shukran sana mwenzangu na kupata vizuri. Hapa niko katika eneo la Mua katika kaunti ya Machakos ambapo wakili Mbobu anazikwa siku ya leo. Pengine kuwapa tu taswira kamili vile mambo yalivyo tangu asubuhi kufikia sasa ni kwamba waandishi wa habari hawajaweza kuruhusiwa kuingia au kupiga picha katika ibada ya mazishi ambayo inaendelea kwa sasa. Hivi ni kumaanisha nini? Kwamba wanaruhusiwa kuingia lakini bila kamera zao kuweza kupiga picha. Manake wao wamesema kwamba hawatakubali mwandishi yote habari kuweza kuingia katika eneo hilo na kupiga picha au kuweza kuripoti moja kwa moja kutoka hapa. Na basi mahali niliposimama ni kama zaidi ya mita 600 kutoka hapa kuelekea kule nyuma kabisa katika barabara hii ambayo inaelekea katika hema ambapo mazishi hayo yanafanyika kwa sasa. Na ni kwamba usalama pia umeweza kuimarishwa zaidi, ambao ni maafisa wa polisi na vile usalama wa maafisa wa kibinafsi ambao ni wengi kupiku maafisa wa polisi ambao wanashika doria katika eneo hili ili kuweza kuhakikisha kwamba hakuna mpiga picha yote ambaye anaruhusiwa kuingia katika eneo hili. Upande wa pili, kama mpiga picha wangu ataweza kuonyesha, upande huu wa pili ni nyumbani kwake wakili. Atakuwa anazikwa katika mlima huo unaoona kutoka hapa, ndipo atakuwa anazikwa nyumbani kwake. Ni kilomita kama 3-2 kutoka hapa ambapo atakuwa anazikwa kwenye mlima huo, na upande huu mwingine ni sehemu ambapo ibada ya mazishi inafanyika. Kwa hivyo nitaweza kuzungumza na baadhi ya wenyeji wanifahamishe, je, walimjua wakili vipi? Maanake waliishi naye hapa katika eneo hili la Mua. Karibu sana mzee, kwanza nifahamishe jina lako, unaitwa nani? Asante sana bwana mtangazaji. Mimi ni mzee Steven Mumo, neiba wake hapa kama 1 kilomita mpaka kwake, ambaye huwa anapita karibu na kwangu akienda kanisa. Naomba uangalie kamera. Kwa hivyo nashukuru na nimeona na nina huzuni kuona nimepoteza rafiki ambaye ni mgeni, alinunua hapa na akajenga, akalima, akaanza kutuonyesha ukulima, na mimi ni mmoja katika wale wanaenda maombi kanisa ya Zion AIC hapa Mua Hills, karibu na Randa station ya Mua Hills. Kwa hivyo huyu mzee ama wakili ni mzee, tumekuwa marafiki wale wazee, tuko hapa na anatusaidia. Hata wakati tulikuwa 2 weeks ago tulikuwa na harambee ya kanisa, aliweza kuja akajikakamua akitoka Catholic anakuja AIC na akatusaidia na akatuambia ataendelea kutusaidia. Kwa hivyo tuna huzuni kupoteza mtu alikuwa na huruma na watu. Kwa hivyo Bwana Mbovu, sijui tutatoa mtu aina hiyo, mgeni wa hii area yetu Mua Hills, ambaye tuliingia huku 1963 tulipopewa mashamba na serikali tukufu. Kwa hivyo mimi sijui la kusema zaidi isipokuwa tutaendelea kukaa na familia yake ile inapaki hapa, tutaendelea kukaa naye na kuona mahitaji ile tunaweza saidia kama wazee. Naam, asante sana kwa maoni yako. Hivyo ndivyo taswira ilivyo kwa sasa. Basi kama unavyotazama, bado watu wangali wanaendelea na kufika katika eneo la ibada ya mazishi, ikiwa ni kama mita 600 kutoka sehemu ambayo nimesimama kwa sasa. Manake waandishi wa habari hawaruhusiwi kuingia katika lango kuu na kuingia katika hema hilo, japo kwamba wao wametulia, lakini haturuhusiwi kabisa kama hata kupiga picha kwa kutumia simu kuweza katika eneo hilo la mazishi. Kwa hivyo ndio taswira ilivyo kwa sasa, na tunatarajia viongozi mbalimbali kuweza kufika hapa. Tunatarajia gavana wa Machakos Mheshimiwa Vinya Ndeti, vile kiongozi wa chama cha Wiper Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, na viongozi mbalimbali akiwa pia mkeo wa rais pia kulikuwa katika ratiba anatarajiwa kuweza kufika katika eneo hili. Ni baadhi tu ya viongozi ambao wanatarajiwa kufika, lakini kwa sasa ibada ya mazishi inaendelea, na nawaregesha kwenu studio kwa matangazo zaidi kutoka hapa eneo la Mua. Mimi ni Nicholas Mbai. Na asante sana Nicholas Mbai. Bila shaka tutakuwa tunatarajia mengi ifikapo mwendo wa jioni. Mbali na taarifa hiyo